Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu, tuweza kuyajadili mawili matatu yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Imepita miezi mitatu tangia hayati Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu katika taifa letu la Kenya kulala. Ila Raila aliacha pengo kubwa katika taifa letu la Kenya. Kipindi ambapo aliacha pengo kwenye ulingo wa kisiasa katika taifa letu la Kenya, kifo chake kimekuwa kitendawili ambacho Wakenya wameshindwa kukitegua. Itawezekanaje baba akaweza kuaga dunia? Unajua, kama unanitazama kwa muda mrefu, utagundua kwamba ule wakati ambao Mheshimiwa Raila Odinga alipoaga dunia, tulikesha hapa siku mbili kujaribu kutatua, tuone ni kipi ambacho kiliweza kuchukua maisha ya Raila Odinga. Mimi nilisema kwamba huenda ile hotuba ambayo Raila Odinga akiwa Machakos aliweza kusema kwamba ODM mwaka 2027 watakuwa na candidate wa kwenda kuulizia kiti cha urais, huenda ndio iliweza kuchukua maisha yake. Nimetumia huenda, it might be, kwa sababu kifo cha ghafla cha Raila Odinga hakikutarajiwa. Najua niliona Okech Salah juzi akisema kwamba walikuwa naangalia mpira na Raila Odinga, mpira sijui ni wa Arsenal na gani. Ghafla baba alipokuwa wanamaliza kuangalia mechi, baba akakolapse. Niliona Okech akisema hayo mambo, sijui akamlalia kwa kifua chake Sasa mpenzi mtazamaji, Wakenya wamekuwa wakijiuliza iliwezekanaje akazikwa kwa masaa 72 akaharakishwa. Sasa Mama Ida Odinga, mke wa Raila Odinga, ameweza kuwaacha Wakenya vinywa wazi baada ya kusema kwamba hajui ni lini Raila Odinga aliweza kuandika hiyo will, matarajio yake kwamba aweze kuzikwa chini ya masaa 72. Na akasema kwamba masaa hayo 72 ni machache mno kwa Wakenya kuweza kumuomboleza Raila Odinga. Ninaomba muweze kutilia mkazo mahala ambapo Mama Ida amesema kwamba hajui ni lini Raila aliandika will, makataa, maombi, matamanio kwamba aweze kuzikwa chini ya masaa 72. Maneno haya ya Mama Ida, mke wa Raila, mwenye wameishi na yeye kwa takriban ya miaka 50, yameweza kuacha Wakenya vinywa wazi. Wakenya wanajikuna vichwa. Je, yaweze ikawa kwamba kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa unachezwa kwamba Raila azikwe haraka ndiposa uchunguzi usifanyike? Je, kulikuwepo na mchezo wa kuamuru jeshi liweze kusimamia mazishi ya Raila Odinga, kwa sababu jeshi likichukua hatamu ya kusimamia mazishi
hakuna mtu ambaye anakaribia mwili wake yule ambaye anaenda kuzikwa, kumaanisha hata uchunguzi hauwezi ukafanyika. I was kind of surprised. We didn't expect Raila to die at this time. It came to us as a surprise. And with it, another surprise that followed it was that he had asked if he could be buried within 72 hours. I don't know when he wrote this will of his to be buried at 72 hours, whether he wrote it in Kenya or somewhere else. But 72 hours, such a short time. You know Kenyan funerals, how they go. It was such a short time, and therefore things had to be rushed quickly. And for us to beat that time, we are most grateful to the President, His Excellency William Samoei Ruto, who actually came in and stood in strong to make sure that his will was honored. So you can also convey our gratitude to His Excellency, the President. Umeweza kustaajabu jinsi ambavyo hata nami nimeweza kustaajabu. Kipindi ambapo tunajaribu kulitatua hili, ni kipi ambacho kiliweza kuchukua maisha ya Raila Odinga, na iwapo kulikuwepo na mkono wa mtu, mbona Raila aliweza kuzikwa haraka? Kabla hatujaweza kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, niruhusu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu ukapige subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye kuaji wa hichi kituo, tuendelee kukua familia kubwa. Mimi ni Bwana Ezra. Kipindi ambapo na subscribe, hakikisha hapo kando penye umekuandikia share, like, unafanya hivyo mpenzi mtazamaji. Ukilike hii video inakuwa exposed kuelekea kwa vikundi vingi. Who killed Raila Odinga? Ni nani ambaye aliweza kuua Raila Odinga? Unajua hata aliyekuwa mkuu wa majeshi katika taifa letu la Kenya, Generali Francis Omondi Ogolla, naye alipoaga dunia, hata uchunguzi haukuruhusiwa uweze kufanyika. Ghafla tukaelezwa kwamba atazikwa chini ya masaa 72. Wakenya wakajikuna vichwa. Hadi wa leo hakuna ripoti ambayo tunaweza tukasema kwamba imeweza kutolewa ya kuwaridhisha Wakenya ni kipi ambacho kiliweza kumuua Francis Ogolla. Tena mengine ndio haya, Raila Odinga kafa ghafla, Wakenya wakataka uchunguzi uweze kufanyika ili kilichomuua Raila Odinga kiweza kubainika. Ghafla masaa 72 yakatangazwa, jeshi likachukua uongozi na uwezo ukaguza mwili. Raila akazikwa hivyo tu na hiyo story ikaisha. Unajua Cleophas Malala yuko na play, yani mchezo wa kuigiza ambao upo na title Who Killed Raila Odinga. Anataka kuja kuwaelezea Wakenya waweze kuelewa mbona Raila Odinga aliweza kuzikwa chini ya masaa 72. Na kipindi ambapo Raila Odinga aliweza kuaga dunia, mbona iliweza kuchukua serikali zaidi ya masaa 3-4 kuweza kutangaza kwamba Raila Odinga amefariki? Kwa sababu baba alifariki mwendo wa saa 1, taarifa ikakuja kutolewa mwendo wa saa 6 na serikali. Cleophas Malala yuko na huo mchezo anauleta. Uende ikawa kwamba kuna kitu hapa hatuambiwi, au kuna mtu mwenye alikuwa anataka kuzuia uchunguzi usije ukafanyika, akaagiza kwamba Raila aweze kuzikwa chini ya masaa 72 na mwili wake uweze kuzingirwa na jeshi.
au serikali iliona kwamba Raila Odinga anapendwa Kenya nzima, endapo mazishi yake yatachukua wiki nzima kupanga, huenda shughuli zikasimama. Ni kipi ambacho ni kipi kama mke wa Raila Odinga mwenye wameishi na yeye kwa takriban ya miaka 50 anasema hakuna mahala ambapo aliona Raila akiandika kwamba aweze kuzikwa chini ya masaa 72. Sasa kama Mama Ida ameweza kusema, wewe ni nani wa kupinga? Hili tuliweza kusema hapa, hapana, kifo cha Raila Odinga Wakenya wasiamini kwamba huenda kikawa kwamba ni kifo cha kawaida. Wengi wakalalamika, sijui tunaeneza propaganda. Angalia sasa Mama Ida Odinga jinsi ambavyo ameweza kusema. Sijui wazo lako ni lipi? Tupatane kwa kada ijayo.